Kidumu Chama cha Mapinduzi, kidumu chama tawala. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi endelee. Naitwa Shabani Mikongoti, ni kada wa Chama cha Mapinduzi. Mimi nimewiwa kutia nia ya udiwani kwenye kata yetu ya Mwendakulima. Kwa hivyo basi, niko mbele yenu ndugu wanahabari na wananchi wote wa kata ya Mwendakulima. Kwa nia ya dhati kabisa, ninaona kuna haja ya kushirikiana pamoja katika kuleta maendeleo ndani ya kata yetu ya Mwendakulima. Mimi kama kijana nililelewa ndani ya Chama cha Mapinduzi, nimeona zipo changamoto kadhaa na zipo fursa nyingi ndani ya kata yetu ya Mwendakulima. Viongozi waliokuwepo madarakani wamefanya vizuri, lakini kuna haja ya kushiriki na sisi viongozi hususan vijana kupambana zaidi, kuongeza ari ya ushindani katika maendeleo. Tuweze kusimamia rasilimali za fedha ambazo zinatolewa na serikali kuu chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Jambo la kwanza ambalo nafikiri kulifanya kwa ukubwa endapo Chama cha Mapinduzi kikinipatia ridhaa ni kuboresha mahusiano ya kiutendaji baina ya Chama cha Mapinduzi pamoja na viongozi wa serikali. Najua changamoto zipo zinahitaji utatuzi, na ili tufanye vizuri ni lazima viongozi wa chama tuweze kushirikiana na viongozi wa serikali kutatua changamoto na kuhakikisha kwamba wananchi wa Mwendakulima wanaishi vizuri na kuifurahia serikali yao. Lakini pia kupitia uwekezaji mkubwa ulioko ndani ya kata yetu ya Mwendakulima, mimi kama kiongozi nafikiria kwenda kuwashawishi wawekezaji zaidi kuendelea kushiriki katika fursa mbalimbali za kimaendeleo, tuweze kujenga Mwendakulima yetu kwa pamoja. Lakini pia kupitia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameweka fedha nyingi katika mradi wa Buzwagi Special Economic Zone, ambapo lengo lake ni kuhakikisha kwamba watu wote walikuwa kinufaika na mgodi wa Bariki Buzwagi sasa waende kunufaika kupitia project hii ya Special Economic Zone, kuhakikisha kwamba wananchi wa Mwendakulima wananufaika kwa ukubwa. Na mimi kama kijana ninatamani sana kushirikiana na vijana wenzangu kuboresha na kuanzisha miradi mbalimbali ya kimaendeleo ambayo itawasaidia vijana na kuhakikisha kwamba tunapunguza swala la ajira katika kata yetu. Lakini pia kuboresha mifumo ya kimasoko na kuhakikisha kwamba wafanyabiashara na wananchi ndani ya kata ya Mwendakulima wanapata fursa za masoko na kuuza bidhaa zao na shughuli mbalimbali waweze kunufaika. Lakini pia tutakwenda kuboresha na kuhakikisha kwamba ile mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri tunawajengea uwezo wananchi wetu hususan kina mama, vijana na watu wenye ulemavu waweze kuitumia mikopo hiyo kwa tija na kuhakikisha inawanufaisha. Kwa hiyo mimi kama kijana na ndani ya kata Mwendakulima nitahakikisha natumia taaluma yangu, nitahakikisha natumia wataalamu mbalimbali walioko ndani ya halmashauri na nje ya halmashauri na kupitia sekta binafsi wanaojengea uwezo wananchi wetu na kuhakikisha kwamba kata ya Mwendakulima inakuwa ni kata kiongozi katika kata ya manispaa, katika kata za manispaa ya Kahama, na kuhakikisha tunafanya vizuri. Tunafahamu wilaya Kahama ni wilaya kimkakati na miongoni mwa wilaya ambazo zipo katika korido ya kuziendea nchi kadhaa za ukanda wa Afrika Mashariki na SADC. Kwa hiyo kupitia kata yetu ya Mwendakulima tutahakikisha pia tunavutia wawekezaji mbalimbali walioko nje na ndani ya Kahama kuja kuwekeza Mwendakulima, na ili tuongeze mzunguko wa kifedha na wananchi wetu wa kata ya Mwendakulima waweze kunufaika. Mimi Shabani Mikongoti nimejipanga na nina imani kwa kutumia uwezo wangu nilionao ndani ya Chama cha Mapinduzi, ndani jumuiya ya wazazi na ndani ya sekta binafsi ambayo nimefanya kwa muda mrefu, tutahakikisha kwamba tunakuwa daraja la kuunganisha fursa zilizoko katika Mwendakulima na wananchi wake. Tutahakikisha wananchi wa Mwendakulima wananufaika na serikali yao, na tutahakikisha tunashirikiana na Mheshimiwa mbunge atakayeteuliwa na Chama cha Mapinduzi, tufanye shughuli za kimaendeleo kwa pamoja, tuweze kutumika kuhakikisha kwamba rasilimali zote zinazotolewa na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, zinawanufaisha wana Mwendakulima. Na mimi nitahakikisha nafanya vikao vingi katika mashina, katika matawi na katika kata, na nitawasimamia vizuri watumishi waliopo katika kata hii kuhakikisha kwamba wanatatua changamoto mbalimbali katika elimu, katika afya, katika miundombinu na kadha wa kadha. Binafsi niwaombe sana ndugu zangu wana Mwendakulima, endapo Mwenyezi Mungu akinijalia na Chama cha Mapinduzi kikateua jina langu katika yale majina matatu, naweza kukiwakilisha chama changu kuhakikisha tunashinda kwa kishindo katika uchaguzi mkuu wa 2025 na kuhakikisha kwamba tunaleta maendeleo mbalimbali katika kata yetu ya Mwendakulima. Kwa hayo machache naomba kuwajulisha kwamba asanteni sana kwa kunisikiliza. Niwaombe tu tuendelee kumpambania na kumwombea rais wetu wa Tanzania
aweze kufanya vizuri na kuendelea kuiongoza nchi yetu ya Tanzania. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee. Kidumu Chama cha Mapinduzi!